naitwa Morris Makoi, ni mbunge wa jimbo la Moshi Vijijini. Leo bungeni nilikuwa na swali la msingi nimeuliza kuhusiana na ni lini serikali itarejesha kikamilifu pembejeo za kilimo cha zao la kahawa katika jimbo la Moshi Vijijini, pengine hata mkoa wa Kilimanjaro kwa ujumla, manake ndio mkoa ambao unalima kahawa kwa wingi ufuatiwa na mkoa wa Kagera. Sasa waziri actually ametujibu kwamba tulipata ruzuku tani 1985, lakini tani ambazo zimepatikana inaonekana ni mbolea za viwandani. Na lengo la mimi kuuliza ile pembejeo nilikuwa na maana zile agriculture spray, kwa maana zile bomba za kunyunyizia kahawa pamoja na yale madawa ya kahawa kwa maana ya blue copper, red copper, Daznone na kadhalika, ambazo zimekuwa zikitumika tangu mara na zilionyesha mafanikio makubwa sana kwenye kupromote ama kuinua zao la kahawa. Lakini baada ya majibu hayo kulikuwa na swali la nyongeza ambalo nilikuwa nimemuuliza Mheshimiwa Naibu Waziri kwamba kulikuwa na kampeni ya kugawa miche milioni 1 ya kahawa kwa ajili ya kuinua hilo zao na bure. Akasema wamegawa miche 735, lakini ukweli ni kwamba miche hiyo kwa jimbo la Moshi Vijijini ni kidogo sana. Kwa hiyo tumemwomba pamoja na kuja kumalizia miche iliyobaki, lakini waongeze miche mingine haraka sana ya kipindi hiki cha msimu wa masika, ili wananchi waoteshe hiyo kahawa waweze kuandaa zao ambalo linaweza kuwapatia kipato, wapunguze maskini katika jamii yetu ya Moshi Vijijini. Unajua, katika jimbo la Moshi Vijijini kuna kata mbalimbali za lima kahawa: kata ya Kibosho Magharibi, kata ya Kindi, Kibosho Kaoni, Kibosho Kati, Kibosho Kirima, Kibosho Mashariki, Urukusini, Urukaskazini, Mbokomu, Kimochi, Moshi Mashariki, na zote ambazo ziko ukanda wa juu wote mategemeo yao makubwa ni kilimo cha kahawa. Kwa hiyo tunaweka zao la kahawa likifufuliwa na likasimama vizuri na bei ikawekwa vizuri, wananchi watarudi mashambani na tutapunguza changamoto ya ukosefu wa ajira kwa vijana wetu na vile vile kuchochea upunguzaji wa umaskini katika jimbo letu la Moshi Vijijini. Kwa mfano tumezungumzia habari ya kiwanda cha TPC. Kiwanda cha TPC wanalima miwa pale muda mrefu na wanafanya kazi vizuri sana ya kuzalisha sukari kwa wingi, na sukari wanaozalisha inatosheleza mikoa ya kanda kaskazini. Yaani kimsingi kama tukizingatia uweledi ni kwamba hakuna sababu ya kuagiza sukari nje kwa ajili ya ukanda wa kaskazini, kwa sababu TPC wanatosheleza. Sasa TPC wanajenga viwanda 5 ndani ya shamba, na vile viwanda wanavyojenga vinaweza vikasaidia kuchochea ajira ya wananchi na watu wengine, hasa vijana. Kwa hiyo nimemuuliza pia waziri ana mpango gani wa kujenga skimu ya umwagiliaji katika kata ya Arusha Chini, ambao wananchi wa kata ya Arusha Chini watawezeshwa na kiwanda cha TPC kulima miwa nje ya kiwanda kama outgrowers, ili wauze kiwanda. Na kwa sababu soko liko pale karibu na mauzo ni mazuri, manunuzi ni mazuri, ina maana tunaweza tukainua sana pato la wananchi wa kata Arusha Chini kwa pamoja na vijana wake. Na waziri amesema kwamba wameshafanya upembuzi yakinifu wa hiyo skimu ya umwagiliaji katika kata Arusha Chini, na pengine kuanzia mwaka wa fedha 26/27 watahakikisha skimu imejengwa ili kuhakikisha wananchi wa kata Arusha Chini wanapata hiyo huduma ya maji waweze kufanya kilimo cha umwagiliaji ikiwemo miwa. Wito wangu kwa wananchi wa Moshi Vijijini, wala ambao ni wakulima wa kahawa, waendelee kupambana na kahawa zilizoko shambani na waendelee kufuatilia halmashauri ya Moshi miche mipya ambayo itapatikana bure, na mimi nitasimamia huo utaratibu kwa kushirikiana na Mheshimiwa Waziri na serikali. Lakini pia na washauri wala ambao wako ukanda wa tambarare waendelee kupambana kuangalia namna ya kutumia fursa ya kilimo cha miwa kama wakulima nje kwa ajili ya kuuzia kiwanda cha TPC. Lakini vile vile naomba kiwanda cha TPC wajitahidi kwa kadri watakavyoweza, wahakikisha kwamba fursa zitakazopatikana kwenye ujenzi wa vile viwanda kuanzia sasa hivi wanapojenga na hatimaye ajira, basi vinanufaisha watu wa ukanda wa tambarare kwa maana ya kata Mabogini, kata Arusha Chini, kaya Magharibi na kaya Mashariki kwa ujumla, ili wananchi wetu waweze kuona kwamba uwepo wa uwekezaji ule unaonufaa kwao, serikali na wawekezaji kwa ujumla.